Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano yaliyochapishwa leo na jarida la Time kwamba rasi ya Crimea itasalia chini ya udhibiti wa Urusi. Trump ameongeza kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaelewa hali halisi kwamba Crimea imekuwa chini ya udhibiti wa Urusi kwa muda mrefu na kwamba wakazi wa eneo hilo wengi huzungumza lugha ya Kirusi. Wakati hayo yakijiri, Urusi imeendelea na mashambulizi yake ndani ya Ukraine. Katika tukio la hivi karibuni, bomu lililovurumishwa na jeshi la Urusi limelipua jengo la makazi katika mji wa kusini mashariki mwa Ukraine na kuua watu 3 huku wengine 10 wakijeruhiwa. Maafisa wa eneo hilo wamethibitisha mashambulizi hayo, ikiwa ni siku moja tu baada ya Trump kumlaumu rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mashambulizi makali ya makombora na drone yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Vile mjumbe wa Marekani Steve Witkoff amekutana siku ya Ijumaa na rais wa Urusi Vladimir Putin na kuzungumza namna ya kuvimaliza vita wakati Moscow na Kyiv zikiendelea kushambuliana kwa makombora na drone. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema bado kuna vipengele kadhaa vya makubaliano na Marekani kuhusu kumaliza vita nchini Ukraine ambavyo bado vinahitaji kurekebisha, huku akiamini kuwa mchakato huo upo kwenye mwelekeo sahihi. Wakati huo meya wa jiji la Kyiv Vitali Klitschko amesema rais Volodymyr Zelensky huenda akatakiwa kukubali suluhisho la kufikia amani ambalo litamlazimu kukubali kuiachia maeneo yaliyonyakuliwa na Urusi, licha ya kuwa watu wa Ukraine kamwe hawatokubali ardhi yao kukaliwa na Urusi. Matamshi ya Klitschko yametolewa wakati rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano na gazeti la Time kwamba eneo muhimu la rasi ya Crimea lililonyakuliwa na Urusi mwaka 2014 na ambalo limekuwa kiini cha mzozo kati ya Moscow na Kyiv litasalia kuwa chini ya udhibiti wa Urusi na kwamba rais Volodymyr Zelensky analielewa hilo. Vilevile watu 5 wameuawa sehemu mbalimbali nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na 3 katika mji wa Pavlohrad huko Dnipropetrovsk kufuatia mashambulizi ya Urusi. Watu wengine karibu 14 wamejeruhiwa usiku wa kuamkia Ijumaa na watu wengine 12 wameripotiwa kuuawa mjini Kyiv. Pia gari iliyokuwa na vilipuzi imelipuka mjini Moscow leo Ijumaa na kusababisha kifo cha afisa mwandamizi wa jeshi la Urusi ambaye alitambuliwa kuwa ni Luteni Jenerali Yaroslav Moskalik, aliyekuwa naibu mkuu wa kamandi kuu anayehusika na masuala ya operation za jeshi. Sevlana Petrenko, msemaji wa kamati ya uchunguzi ya Urusi, amesema serikali ya Ukraine haijazungumzia chochote kuhusu shambulio hilo ambalo linashabihiana mno na mfumo wa mauaji uliofanya dhidi ya maafisa wa kijeshi wa Urusi katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa limeonya leo kuwa limemaliza akiba yake yote ya chakula katika ukanda wa Gaza, ambapo Israeli imezuia uingizaji wowote wa misaada ya kibinadamu tangu Machi 2. Katika taarifa, mkurugenzi wa WFP kwa Palestina Antoine Renard amesema kuwa leo shirika hilo limesambaza akiba yake ya mwisho ya chakula kwa maeneo yanayopika chakula kwa ajili ya wakazi wa eneo hilo la Gaza. Renard ameongeza kusema kuwa uzuiwaji huo umeendelea kwa zaidi ya siku 50 na ikiwa hali itaendelea kuwa vile, msaada wa dharura wa WFP huenda ukalazimika kusitishwa. WFP lilisitisha harakati ukanda wa Gaza baada ya miezi 18 ya vita. Shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kiutu OCHA lilisema Jumanne kwamba hali katika ukanda wa Gaza huenda ikawa sasa ndio mbaya zaidi. Uamuzi wa mahakama ya kimataifa jinai ICC wa kukataa ombi la Israeli la kusitisha utekelezaji wa hati za kukamatwa waziri mkuu wa utawala huo Benjamin Netanyahu na alikuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant umeikasirisha mno serikali ya Tel Aviv. Netanyahu na Gallant wanasakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa tuhuma za kufanya mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na jinai dhidi ya binadamu katika ukanda wa Gaza huko Palestina. Akizungumzia uamuzi huo wa ICC, waziri wa mambo ya nje wa Israeli Gideon Sar amedai, "Tumesema tangu awali kwamba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya The Hague haina na haijawahi kuwa na mamlaka kutoa hati za kukamatwa waziri mkuu wa Israeli na waziri wa zamani wa ulinzi." Mapema jana mahakama ya kimataifa jinai ICC ilitangaza kwamba imekataa ombi la Israeli na kusimamisha utekelezaji wa waranti wa kukamatwa Netanyahu na Gallant ambao wanasakwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita dhidi ya Palestina wa ukanda wa Gaza. Inafaa kukumbuka kuwa Israeli ilikuwa imewasilisha ombi la kusitishwa utekelezaji wa hati za kukamatwa Netanyahu na Gallant kwa madai kwamba mahakama hiyo haina mamlaka kushughulikia kesi hiyo. Hata hivyo, chumba cha rufaa cha mahakama ya ICC kimesema ombi hilo halina maana kwa sababu ya ukosefu wa msingi wa kisheria wa kuwasilishwa kwake. Israeli ikisaidiwa na Marekani imekuwa ikifanya mauaji ya kimbari huko Gaza
tangu Oktoba 7, 2023 na hadi sasa imeua shahidi na kujeruhi karibu wa Palestina 200,000, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, na zaidi ya wengine 11,000 hawajulikani walipo.